Ndugu zangu, tohara ya moyo, moyo ambao umetahiriwa ni moyo ambao ni nafasi ya Mungu kukaa. Moyo uliotahiriwa ni moyo ambao unatoa nafasi ya Mungu kukaa. Maana yake tunasema kama tohara maana yake kusafishwa, moyo uliotahiriwa ni moyo unaotoa nafasi ya Mungu kukaa, kwa sababu ni moyo msafi. Kwa Waisraeli, moyo au akili ambayo haijatahiriwa, moyo ambao haujatahiriwa kwa Waisraeli ulikuwa ni sawa na mpagani aliyetahiriwa. Kwa nini? Kwa sababu moyo wowote ambao haujatahiriwa ni kama moyo ambao haumjui Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Ni moyo ambao hausisimki juu ya Mungu. Ni moyo ambao hauna jema lolote. Ni moyo ambao umekinai dhambi. Ni moyo ambao umenona dhambi. Ni moyo ambao husikia kiu ya uovu. Moyo ambao umetahiriwa ni moyo ambao unaonja baraka za Mwenyezi Mungu. Baraka za Mwenyezi Mungu. Ni moyo ambao unaonja ahadi za baraka za Mwenyezi Mungu. Ni moyo ambao Mungu yuko tayari kurudisha kutoka utumwani. Tohara ya moyo ni kurudisha moyo uliopo utumwani, kurudisha mikononi mwa Mungu. Tohara ya moyo, Kwaresma, ambayo ni tohara ya moyo, ni kipindi ambacho tunarudisha mioyo yetu tena kwa Mungu. Mioyo ambayo ni michafu, mioyo ambayo ni migumu, mioyo ambayo haisikii neno la Mungu, haina hisia na neno la Mungu. Kipindi hiki ni kipindi cha kurudisha mioyo kwa Mwenyezi Mungu. Tohara ya moyo ni kurudisha moyo tena kwenye miguu ya Bwana. Ni kurudisha moyo tena mikononi mwa Bwana. Tohara ya moyo inahitaji utayari wa mwanadamu mwenyewe. Ndugu zangu, tunapozungumza kushiriki baraka, kupokea baraka katika maisha yetu katika kipindi hiki cha Kwaresma, tunatafakari kwamba moyo ambao umesha kwenda toharani, moyo uliotahiriwa, unao uwezo wa kushiriki tendo la kupokea baraka. Tumsifu Yesu Kristo. Wayahudi waliamini moyo ulioenda toharani, moyo uliotahiriwa ni moyo wenye uwezo wa kushiriki baraka za agano la Mwenyezi Mungu. Moyo wenye uwezo wa kushiriki baraka za agano la Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu aliweka ahadi kwa Abrahamu, yoyote atakayetahiriwa kwenye mji wake, huyo yuko tayari na ana nafasi ya kushiriki baraka ambazo Mwenyezi Mungu aliziweka. Kwetu wa Kristo, Yeremia anatufundisha kwamba moyo wowote ambao uko tayari kushiriki tohara ni moyo ambao uko tayari kurudi kwa Mwenyezi Mungu. Rudi Israeli uliyepotea. Moyo ambao haujatahiriwa hauwezi kurudi kwa Mwenyezi Mungu. Tohara ya moyo ni kurudisha moyo kwa Mwenyezi Mungu. Ni kurudisha tena nafasi ya Mwenyezi Mungu kwenye maisha yetu. Na Kwaresma inatupa nafasi hiyo. Kwaresma inatupa tena nafasi ya kurudi. Rudi, bado hujapotea. Rudi, bado unayo nafasi. Tohara ni nafasi ya kuwa msafi tena, kwa namna ya mafungo, kwa namna ya kujinyima, kwa kufunga, kwa kusali, kwa njia ya toba, kwa njia ya sala na matendo ya huruma. Rudisha moyo kwa Bwana. Hakuna namna ambayo utasema mimi Kwaresma hii siwezi tena kurudisha moyo wangu kwa Bwana. Hakuna namna utasema Kwaresma hii mimi siwezi kupokea tohara ya moyo. Rudisha moyo kwa Bwana. Moyo ulioenda toharani ni moyo wenye uwezo wa kushiriki agano la Mwenyezi Mungu.
agano la baraka, agano la neema. Ni moyo ambao upo tayari, ni moyo msafi, ni moyo wenye nguvu, ni moyo ambao unatoa nafasi ya Mwenyezi Mungu kukaa. Yeremia anatuambia wengine wametairiwa mwili ila mioyo yao haijatairiwa. Wengine tu wasafi wa miili lakini mioyo yetu si misafi. Yeremia katika sura ya 9 anatueleza wazi. Wako wale ambao wanamsema wanampokea Mwenyezi Mungu kwa maneno. Wako wale ambao wanasema wanampokea Mwenyezi Mungu nje ila ndani mwao si kweli. Je, Kwaresma hii umesema mara ngapi utampokea Mungu? Kwaresma hii umesema mara ngapi utabadilika? Umejiwekea plani ngapi na mipango mingapi ya kubadilika? Umeweka mipango mingapi ya kufunga? Umeweka mipango mingapi ya kuongoka? Lakini tafadhali, inapoisha Kwaresma mipango hiyo imetimia. Na kama inatimia, jihesabie wewe na mimi ni wale ambao tunatamani. Tunaomba Mwenyezi Mungu Kwaresma hii iwe tohara yetu nyingine. Tohara ya moyo, tohara ya roho, tohara ya masikio. Yeremia anasema masikio ambayo hayasikii neno la Mwenyezi Mungu. Masikio kaidi, masikio dhalimu, masikio ambayo hayasikii hili wala lile. Tupo wengine tunazo govi za masikio. Masikio yetu hayajatairiwa. Masikio yetu hayajaenda toharani. Hayasikii lolote la Mwenyezi Mungu. Hayasikii lolote. Tupo wenye moyo migumu ambao ndio leo tunaalikwa na Yeremia sura ya 4 aya ya 4 kuondoa govi la moyo. Moyo ambao sikii, moyo ambao umpokee Mwenyezi Mungu, moyo ambao ufunguki kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Lakini si Mwenyezi Mungu peke yake. Leo tunatafakari kwamba tohara ilikuwa ni fursa. Tohara ni fursa. Na sisi kwetu tunatafakari tohara ya moyo ni fursa ya moyo. Ni fursa. Tohara ilikuwa ni fursa adhimu ya kupata nafasi lakini kushiriki ahadi ya baraka ya agano. Yeremia anasema waziwazi, tohara ya mwili haina thamani kama hatuna tohara ya roho. Na tohara ya roho ina thamani hata ukiwa huna tohara ya mwili. Tohara ya roho. Yeremia anatueleza waziwazi kwamba akiunganisha mawazo yake na mawazo ya Kumbukumbu la Torati sura ya 10 aya ya 12 hadi ya 22. Kumbukumbu la Torati inatuambia tohara ya moyo maana yake nini? Kumbukumbu la Torati inatuambia tohara ya moyo ni kumcha Bwana. Jambo la kwanza, kumcha Bwana, kumtumikia Bwana, kuzishika amri na sheria za Bwana, na zaidi ya yote kumpenda Bwana. Kumpendaje? Kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Hatuwezi kumpenda Bwana kwa roho zetu zote, kwa nguvu zetu zote na kwa roho yetu yote, kama mioyo yetu yote, roho zetu zote na nguvu zetu zote na maisha yetu yote hayajatairiwa, hayajabadilishwa, hatujaongoka. Hatuwezi. Na neno la Agano Jipya linasemaje? Huwezi kumpenda Mungu asiyeonekana kama huwezi kumpenda jirani yako anayeonekana. Siwezi kumpenda mwingine kama roho yangu, kama moyo wangu, kama nafsi yangu si safi. Siwezi. Siwezi kumpenda mwingine kama siwezi kuipenda nafsi yangu. Ni nani kati yetu hapa anapenda vitu vichafu? Ni nani kati yetu hapa mwenye hulka ya nzi? Anayependa vitu vilivyooza? Anayependa vitu vichafu? Uozo, vitu vinavyonuka, vyenye mafunza? Ni nani? Ni nani? Na mwandishi mmoja anasema mtu ambaye hawezi kujipenda mwenyewe ni sasa na mtu ambaye hana moyo uliotairiwa. Kwa nini? Kwa sababu moyo wake mchafu.
Kama huwezi kujipenda mwenyewe, maanake huna nafasi yako mwenyewe kwenye maisha yako, huna nafasi yako moyoni mwako, huwezi kuwa na nafasi ya Mungu. Huwezi. Kama humpendi jirani yako, humpendi mke wako, humpendi mwenzako, humpendi mwanao, humpendi mme wako, wewe pia moyo wako hujatahiriwa. Kwaresma ndio kipindi cha kurudisha moyo toharani. Kurudisha moyo katika tohara. Ili kusudi ujue kupenda, lazima uwe na nguvu za kupenda. Ili kusudi ujue kujali, lazima uwe na nguvu za kujali. Ili uweze kumtumikia Mwenyezi Mungu, ili niweze kumtumikia Mwenyezi Mungu, ili niwe na moyo mchaji, ili niweze kuwa mchaji, lazima niwe na moyo safi. Kama mimi ni mchafu na moyo wangu ni mchafu, funga yangu ni bure, Kwaresma yangu ni bure. Siwezi kufanya chochote chema kama ndani mwangu hamna lolote jema. Tumsifu Yesu Kristo. Siwezi kuwa na nguvu ya kushiriki baraka na ahadi za agano. Siwezi kuwa na nguvu na uwezo wa kushiriki ahadi ya Yesu kufufuka kama siwezi kuwa msafi, kama siwezi kuwa na tohara ya moyo. Leo tunaalikwa, tohara ya moyo ni fursa. Kwaresma ni fursa. Kwa nini fursa? Ni fursa ya kuanza na kurudi tena upya. Kama hatuna nguvu, kama tumepotea, kama tumekuwa mateka, basi tohara inatupa nafasi tena ya kurudi kuwa watu wapya. Ondoa govi la moyo wako, la roho yako, na uwe mtu safi. Kwaresma ni fursa ya kuondoa uchafu uliopo moyoni mwetu. Lakini sababu ya pili, tohara ya moyo ni tarajio la kumrudia Mwenyezi Mungu. Unatarajia nini katika Kwaresma hii? Labda tulikuwa mbali. Waraka wa Mtume Paulo kwa Efeso sura ya 2. Hapo mwanzo tulikuwa mbali mno, lakini tumeletwa karibu na Mwenyezi Mungu kwa nguvu ya damu ya Kristo. Labda hata sasa hivi niko mbali na Mwenyezi Mungu. Kwaresma hii ni matarajio yangu kwamba nirudi karibu na Mwenyezi Mungu. Lakini nitarudije? Nahitaji tohara. Tena tohara ya moyo. Ili kusudi niwe msafi. Ili kusudi niweze kukaa karibu na Mwenyezi Mungu. Mungu akai sehemu chafu. Ili Mwenyezi Mungu apate tena wasaa wa kuja kukaa ndani mwangu. Ili kusudi apate wasaa wa kuja tena kuishi na mimi, lazima niwe msafi. Ndugu zangu, kama tunatarajia Kwaresma kwa njia zile tulizosema mwanzoni, zile juhudi za rohoni, kufunga, toba, sala na matendo ya huruma vitufaidishe katika maisha yetu ya kiroho, lazima Mwenyezi Mungu awe karibu na sisi. Kwaresma hii iturudishe karibu na Mwenyezi Mungu. Na hatutaweza kurudi karibu na Mwenyezi Mungu kama tutakataa kubadilishwa, kama tutakataa mabadiliko. Tarajio letu katika kipindi cha Kwaresma ni kumrudia Mwenyezi Mungu. Tarajio letu katika kipindi cha Kwaresma ni kukiri uovu wetu, kwamba Mwenyezi Mungu, mimi ni mdhambi. Siwezi kuomba msamaha kama siwezi kukiri hata kwa salamu. Lazima tukiri uovu wetu. Tukiri maasi yetu, tuliasi juu ya Mwenyezi Mungu. Lakini pia tuliasi agano. Tumeasi sheria zake na amri zake. Tumeasi hukumu zake na miongozo yake. Lakini licha ya kuasi, tumeendelea kuwa kinyume na Mwenyezi Mungu. Tumeendelea kumwacha Mwenyezi Mungu. Sio kwamba Mungu alienda mbali na sisi. Hapana. Sisi ndio tulienda mbali na Mwenyezi Mungu. Tulienda mbali dhidi ya Mwenyezi Mungu. Sisi ndio tunaendelea kumkataa Mwenyezi Mungu. Angalia jamii yetu ya sasa hivi. Ni kwa namna gani Mwenyezi Mungu anakataliwa? Ni kwa namna gani watu wanamkataa Mwenyezi Mungu? Ni kwa namna gani watu wanajiweka mbali na Mwenyezi Mungu? Ni kwa namna gani sisi tunazidi kukata mahusiano yetu na Mwenyezi Mungu?
Matazamio ya mwanadamu wa sasa si kurudisha uhusiano na Mwenyezi Mungu. Jamii ya sasa matazamio yake na matarajio yake ni kumfanya mwanadamu kuwa kama Mungu, si kwa sura na mfano wetu. Sisi tuwe zaidi ya Mwenyezi Mungu. Tutazame jamii zetu zinavyoishi. Ni kwa namna gani tunamtoa Mungu kwenye jamii? Ni kwa namna gani tunamtoa Mungu kwenye familia zetu? Ni kwa namna gani tunamtoa Mungu kwenye ndoa zetu? Ni kwa namna gani tunamtoa Mungu kwenye imani zetu? Ni kwa namna gani tunamtoa Mungu kwenye roho zetu? Ni kwa namna gani tunamtoa Mungu hata kwa wengine? Sio tu nimtoa Mungu ni maishani mwangu, nataka atoke kwangu na atoke kwa maisha ya mwingine. Mara ngapi? Jana mtu mmoja nilimsikia jioni akisema, sasa hivi mwanadamu sio tu kwamba yeye hapendi, ila anafanya na wengine pia wajue namna ya kutokupenda. Sio kwamba tu mwanadamu sasa hivi hampendi Mwenyezi Mungu, ila anafanya na wanadamu wengine tusimpende Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumekuwa mbali na Mwenyezi Mungu, tumejitenga. Mungu bado yupo njiani, anatafuta mimi na wewe. Anataka tena turudishie hali yetu ya usafi. Anataka turudishie tohara yetu ya moyo na roho. Tumepotea, tumejiteka wenyewe. Tumepotea, hatupatikani kwa Mungu. Tumepotea, tumekuwa watumwa. Si watumwa mambo mema, tumekuwa watumwa wa dhambi. Watumwa wa mabaya. Watumwa wa uovu. Angalia utumwa tulionao kwenye jamii yetu, kwenye familia zetu, kwenye maisha yetu ya kawaida. Tumekuwa watumwa. Si tu walevi, hapana. Hatuna uraibu wa dhambi peke yake, ila tumekuwa watumwa wa dhambi yenyewe. Sio kwamba tumekuwa addicted, hatujawa mateja wa dhambi, ila tumekuwa watumwa wa dhambi. Sisi ni watumwa tunaojielewa. Ni watumwa ambao tunaweka pingu mikononi mwetu wenyewe. Ni watumwa ambao tunaupenda utumwa wenyewe. Dhambi ni tamu, inanogea. Mtakatifu Francisco wa Asali anasema, dhambi kinonga ujue umeacha kuwa mwanadamu. Dhambi kikukolea ujue wewe tena umeacha kuwa mwanadamu. Unatenda dhambi na usikii vibaya, moyo wako unahitaji tohara. Maisha yangu yanahitaji tohara. Ndugu zangu, huko kote tarajio letu katika Kwaresma hii ni nini? Unatarajia nini baada ya Kwaresma kuisha? Kama Kwaresma ni fursa, Kwaresma ni tarajio la kumrudia Mwenyezi Mungu, unatarajia kumrudia Mwenyezi Mungu baada ya Kwaresma? Au sasa hivi umejipa stop kidogo na dhambi? Kwaresma ikirudi tunarudi mzigoni. Tunaanza upya. Sio tena tulipoishia, tunarudi kwa spidi mpya. Mara mwisho tulifanya semina na tulikumbushana kwamba yeyote anayejaribu kuacha dhambi, akaacha dhambi kwa kuiahirisha, siku akirudi kwenye hiyo dhambi, anaifanya vizuri kuliko mara ya kwanza. Kwa hiyo kama na sisi tumeahirisha safari yetu ya kukimbia mbali na Mwenyezi Mungu, Kwaresma ikiisha, tunarudi dhambini kuliko mara ya kwanza. Tafadhali sije katokea hivyo. Kwaresma itufanye tuondoke, tujiachilie kwenye dhambi, tuondoke kabisa kwenye dhambi. Na tarajio letu liwe baada ya Kwaresma tutarudi kwa Mwenyezi Mungu. Baada ya Kwaresma tutaanza maisha mapya pamoja na Kristo mfufuka. Mwenyezi Mungu anatuambia, mimi sitawatupa, sitawaangamiza, kwani mimi ni Mungu wenu na yeye ndiye Bwana wetu. Kitabu cha Walawi, Mambo ya Walawi, sura ya 26, aya 44 hadi 45. Mungu anatoa ahadi hata tutupa tukiwa na tarajio la kumrudia yeye. Hata tuacha, hata tuangamiza, lakini mwishoni anasema atatutendea mema kuliko baba zetu. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, Kwaresma inatupa maisha mapya. Maisha mapya
Tunazungumza kwamba hakuna jamii inayoingiza watu toharani. Toharani ni sehemu ya wazi. Hatujai kuona hivyo. Hakuna tohara ya wazi. Katika jamii ya Afrika tohara si sehemu ya wazi. Tohara ni sehemu iliyojificha. Tohara ingii kila mtu kwenda kuchungulia yaliyomo. Tohara ni sehemu inayofungwa, sehemu inayotengwa. Lakini tohara inafanyika ndani, haifanyiki nje. Hivyo hivyo na mioyo yetu. Mioyo yetu ni sehemu ambapo tunahitaji tohara. Tunahitaji mabadiliko. Ukisema umefunga, usiseme nimefunga nje basi kila mtu ajue umefunga. Tunaambiwa tusiwe kama wanafiki. Tohara ya moyoni mwako ifanyike ndani kabisa moyoni mwako. Kule sirini ambapo Mwenyezi Mungu anajua kinachoendelea. Tohara ya moyo isifanyike nje kila mtu akajua wewe unafanya tohara ya moyo. Si kweli. Mungu anakataza, Yesu anakataza tusiwe kama wanafiki. Ila tufanye tohara ya ndani. Tukifunga nje, tufunge na ndani. Tukisali nje, tusali na ndani. Tukitubu nje, tutubu na ndani. Tukiungama nje, tuungame na ndani. Tukiwa wasafi nje, tuwe wasafi na ndani. Kwa nini? Tunatafuta maisha mapya. Maisha yetu yaliyochafuka, maisha yetu ambayo hayana ladha, maisha yetu ambayo hayana mvuto, Kwaresma inatupa nafasi ya kurudisha. Tafuta kile ambacho umepoteza kwenye roho yako. Tafuta kile ambacho umekipoteza kwenye maisha yako ya kiroho. Tutafute kile ambacho tumekipoteza kwenye maisha yetu ya rohoni. Kwenye mahusiano yetu ya Mungu. Mahusiano yetu ya kiroho. Nimepoteza nini? Nimepoteza nini kwa Mungu? Ambacho kilipaswa kuwa cha Mungu na si cha Mungu nimekipoteza. Umempoteza nani? Kuna watu tunaishi na wake zetu lakini tumewapoteza. Kuna watu tunaishi na watoto zetu lakini watoto wetu tumewapoteza. Kuna watu tunaishi na waume zetu, wake zetu tumewapoteza. Tunaishi na mafamilia wenzetu lakini tumewapoteza. Si kwa sababu ya ubaya wao, ila kwa sababu ya ubaya wetu. Tulishindwa kuwa wema. Tulishindwa kuwa waungwana. Tulishindwa kuwa watu safi. Tulishindwa kutoa maisha mapya kwa wengine. Kwaresma inatupa nafasi ya kurudisha kile ambacho tumepoteza. Kile ambacho tunataka tufunge kwa ajili ya hicho. Kile ambacho tunataka tusali kwa ajili ya hicho kipindi hiki. Kile ambacho Kwaresma hii tunataka iturudishie. Hata kama ni biashara yako, hata kama ni hadhi yako, rafiki yako, nguvu zako, chochote ambacho ulikipoteza au kile ambacho unakitamani ukipate tena upya, Kwaresma inaturudishia. Tumesema tohara ukiingia unaenda kufanywa mpya. Ruhusu katika kipindi cha Kwaresma tuwe wapya. Ruhusu katika kipindi cha Kwaresma tuanze upya. Kwaresma ikisha tuwe watu wapya. Kwaresma ikisha tuanze maisha mapya. Si maisha ya zamani tena. Turuhusu kile ambacho tumepoteza Bwana atupatie tena. Kama tunatarajia kumrudia Mwenyezi Mungu, basi tunamrudia Mwenyezi Mungu tukiwa na mioyo yetu, tukiwa na nafsi zetu, tukiwa na maisha yetu. Naye Mwenyezi Mungu atatupa maisha mapya. Maisha mapya ambayo tuliyapata kama Wakristo kwa njia ya ubatizo. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, napenda kukukumbusha maswali yale niliyouliza mwanzoni. Nataka nitahiri nini kwenye maisha yangu? Nataka tohara gani kwenye maisha yangu? Nataka kitu gani kifanyiwe tohara kwenye maisha yangu? Je, ni nani wa kunifanyia tohara kipindi hiki? Na kwa nini nataka kutahiriwa? Kwa nini nataka tohara? Kwa nini? Kwa nini nataka tohara?